Yesu asifiwe. Hebu angalia ile Zaburi ya 137. Anaandika pale, anasemaje ule mstari wa 4? Tuimbaje wimbo wa Bwana katika nchi ya ugeni. Haya ilikuwa ni maneno ya wana wa Israeli wakati walipokuwa utumwa Babeli. Hali ilipokuwa ngumu sana na wamechukuliwa kwao, wameondolewa kwao, wameondoka, wamepelekwa katika ugeni, wamenyang'anywa kila kitu, hawana kitu, wanakuja kuishi maisha ambayo hawezi kujijenga tena, maana yake wanaishi maisha ya utumwa. Sasa Israeli wanasema katika nchi ya ugeni, wako watu walikuwa wanataka Israeli waendelee kuimba nyimbo za kwao, waimbe nyimbo za kumwadhimisha Mungu wao kana kwamba hakuna jambo lilotokea. Lakini katika tafakari ambayo nimeendelea kuifanya, nikaona kwamba jambo ambalo mtumishi wa Mungu Ayubu hakulifanya ilikuwa ni kunyamaza kimya wakati anapita katika taabu yake. Nini alichokifanya? Maana yake alionyesha kwamba hakubaliani na ile hali, huku akiendelea kumkumbusha Mungu. Maana Yesu anatoa ule mfano wa kazi dhalimu. Anasema yule mwanamke alipoendelea kumdai mara kwa mara, akaona ngoja nimlipe. Kwa hiyo hata wewe mtu wa Mungu, au wewe ambaye uko mahali popote unasikia ujumbe huu, inawezekana kuna jambo gumu unalipitia. Inawezekana kuna mazingira ambayo unaona ni magumu kwako sana. Na wakati mwingine hali unayopitia inawezekana ni ugonjwa, umesema basi hii ni hali ni ya kwangu. Kwa hiyo ugonjwa umeendelea kukukandamiza, na hata sasa ninapokutazama huna muda mrefu, maisha yako yanakoma na utakufa kweli. Utakufa, miaka yako itadhulumiwa, na sio wewe tu utateseka, hata watoto wako watateseka, kwa sababu wewe umekubali hiyo hali, umekubali kukaa katika mazingira hayo ya mateso, na uko tayari kuimba wimbo, kuwaimbia wimbo hawa watu, au kuimba wimbo kuambia mapepo kwamba mimi nimekubali hiyo hali. Ndio hata baba yangu alikuwa nayo, hata mama yangu alikuwa nayo. Nimekubali, hata mama yangu hajawahi kuolewa, hatujawahi kukaa kwenye ndoa. Sisi huwa hatukai kwenye ndoa, sisi huwa hatupati watoto, sisi huwa hatumalizi shule. Sisi tuko hivyo katika hali ya umaskini. Nikwambie jioni ya leo, au wakati huu unaponisikiliza, iwe asubuhi iwe mchana, kataa hiyo hali katika jina la Yesu. Mwambie Bwana Yesu, nisaidie, sitaki kuingia katika hali hii, kwa sababu Bwana ametangaza neema kwa Sayuni. Sayuni ambayo ilikuwa utumwani, lakini Bwana amesema shangilia Sayuni, kwa sababu mkombozi, mwokozi wako, hasira ya Bwana itainuka tena, na ataikomboa Sayuni na kuitoa katika vifungo. Kwa haijalishi ni vifungo vya namna gani, iko nguvu katika jina la Yesu Kristo, lakini uko uweza, na damu ya Yesu inanena mema kwa ajili yako. Nitamke afya, nitamke kufunguliwa, nitamke kuanza upya katika maisha yako. Mwambie adui, hapana, sitaimba nyimbo za Bwana katika tabu hii, ni mpaka Bwana atakaponikomboa. Nitaendelea kumkumbusha Mungu wangu, na Mungu ni wa rehema. Mungu akubariki sana. Nikukumbushe tu kwamba Yesu Kristo yuko karibu kuja. Wewe ambaye hujaokoka, mpokee Yesu Kristo sasa, ili jina lako liandikwe katika kitabu cha uzima. Wewe ambaye umempokea Yesu, hebu endelea kujitakasa, na Mungu akubariki sana.